Karibu sana katika darasa la siku ya leo msikilizaji. Tunaenda kuangalia ukataji wa sabuni zetu za magadi siku ya leo. Kumbuka video ya jana tulionyesha namna ya kuzalisha, ukorogaji, namna ya kuweka kwenye moldi, vipimo. Sasa siku ya leo tena sabuni yetu imekwisha kuganda. Tunaanza kwa kuweka alama kwa kutumia vile miche ya mbao ambayo inatuongoza sisi. Msikilizaji, karibu sana kwenye ujasiriamali. Pia nimekuandalia hicho kitabu cha ujasiriamali ni ajira. Lakini pia nimekuandalia madarasa mengi ya kuzalisha bidhaa mbalimbali za viwandani hapo WhatsApp online. Pia tuna madarasa, lakini cha kwanza kabisa utatutext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji na mtazamaji wetu. Kumbuka kwamba madarasa haya yanakujia hapa Lodness Enterprises. Subscribe kama unapenda, lakini ikiwa una changamoto ya aina moja ama nyingine, yamkini unahitaji madarasa au nakala kitabu, utatutext kupitia WhatsApp. Hapa msikilizaji, tulichokifanya upande wa kwanza tumeweka alama kwa kutumia vile vibao ambavyo nimesisitiza kwamba vile vibao unapaswa kutengeneza size ya miche yako. Kwa vile vibao viwe na ulinganifu sahihi na miche ambayo unatarajia kuitoa. Lakini nilielezea pia kwenye video iliyopita kwamba miche hii hapa ya mbao ndio inatusaidia sisi kupata vipimo vya lile box letu ambalo tutalitumia katika kugandisha mkorogo wetu ule mkubwa. Kwa hizo zote video unaweza kuzitafuta kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi. Lakini kama unahisi umepitwa sana au unatamani kufika katika hatua fulani, unaweza kunitext WhatsApp nikakupa taratibu wa kujifunza zaidi. Yes, tunaendelea. Kwa msikilizaji, napoweka alama, baadaye naweka mshipi kwenye zile alama. Na upande huu wa huku nilipo mimi, huku anakushika kamba. Huku ndo sehemu ya kuvutia mshipi. Kwa upande ule hapa hivi kwa kuonyesha vizuri msikilizaji. Hapa ninaweka alama, naweka kamba kwenye alama ambazo nilikwisha kuziweka. Nitakapoivuta hii kamba huku naongozwa na hivi vibao. Kwa sababu zile alama nimeziweka kulingana na hivi vibao kwa kutumia vibao hivi hapa. Asante sana. Nafikiri wale ambao kwa madarasani wanaelewa na wanapata vitu vya ziada zaidi kuhusiana na vipimo, ukorogaji, namna ya kutengeneza mawimbi na vitu vingine vingi ambavyo vinafanana na hivyo. Yes, tunaendelea. Hapa tumeshakata msikilizaji. Kwa hapa tumekwisha kutoa silesi za sabuni yetu ya magadi. Tukishatoa silesi, hatua ambayo inafuata, naona masilesi haya hapa tumeyatoa. Hatua nyingine ambayo inafuata, tunayasimamisha wima kwa ajili ya kukata tena kwa ajili ya kupata kimo cha kila mche. Kwa hizi hapa ni silesi sawa, na tumepata upana wa miche. Lakini hapa hajawa miche bado. Ili tuweze kupata miche tunasimamisha hivi, tunapanga tena vibao kwa kuvilaza. Mwanzo tumesimamisha vibao. Kwa hiyo wakati donge limelala, vibao vilisimama juu. Wakati sasa donge tunalisimamisha ama siles, vibao tunavilaza. Kwa msikilizaji, nafikiri karibu sana kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali ni ubunifu, ni creativity ambayo unapaswa kuifanya katika ubora mzuri ili bidhaa yako pia iweze kupendeza, bidhaa yako pia iweze kuwavutia wale wateja wako, ili kwamba nawe uweze kupata impact nzuri zaidi sokoni. Kwa sababu wakati mwingine hatuuzi bidhaa zetu si kwa sababu hazihitajiki sokoni, bali wakati mwingine bidhaa zetu tunatengeneza katika ubora hali ya chini kimuonekano, lakini pia hata katika ufanisi wa bidhaa zetu. Kwa hiyo hapa tumevipanga vibao vyetu msikilizaji. Hatua ambayo inafuata sasa tunaweka alama. Alama unaweka na kisu kawaida au unaweza kuweka chochote kile ambacho kina inchi ambacho kinaweza kikaweka maki ambayo itaonekana wakati unapanga mshipi. Ukimaliza kuweka alama upande wa kwanza, unahamia na vile vibao vyako katika upande wa pili. Unahamia katika upande wa pili. Yes, safi kabisa. Afu upande wa pili huku unapanga vibao tu kawaida. Baada ya kupanga vibao, unatandika ule mshipi wako. Yes, mshipi huu hapa. Kwa upande wa kwanza huku mshipi tunakubaliana kwamba unakaa kwenye ile alama ya juu. Na huku pia vibao unavipanga paka juu kulingana na idadi ya miche ambayo uliwekea alama upande wa kwanza. Kwa baada ya hapo nitaanza kuvuta, hapo nimekata. Kwa natandika tena, natandika katika safu ya pili. Kwa hivi ambavyo vimezidi hapa juu basi nitaviondoa au nitavitoa
kwa ajili ya kunipisha niweze kukata kwa wepesi zaidi. Na kwa nini nimevitoa? Kwa sababu kama vibao vyangu vimekuwa vingi zaidi ningeweza kuanzia juu moja kwa moja. Lakini vibao vyangu vimeishia hapa. Kwa hiyo ninaanzia hapa kushuka chini. Kwa hiyo nakata kwa kutoka. Unaweza kuanzia chini kwenda juu. Unaweza, kikubwa ni vipimo na vibao ndivyo vinakuongoza. Kama unapata changamoto zaidi msikizaji, unaweza kuniandikia chini ya video hii kama maoni. Nitachukua, nitayafanyia kazi, nitakujibu pia kwa wakati. Lakini pia unaweza kunitext WhatsApp moja kwa moja, zeni na mimi nitakusaidia kukupatia utaratibu wa namna ya kupata nakala yako ya kitabu, lakini pia namna ya kuweza kuingia katika madarasa yetu ya WhatsApp ili uweze kujifunza zaidi. Hapo zoezi linaendelea. Sasa siku ya leo kuna mwanafunzi alikuwa anatembelea na alikuwa anajifunza, kwa hiyo tunasaidiana hapo. Yes, mimi natega kamba hapo, afu namuelekeza, namwambia weka ubao moja juu ili kwamba akandamize ule mshipi ili asikate sabuni kwa kupinda, kisha anavuta, mwelekeza kwamba hapo tayari utakuwa umeshakata. Tunaendelea tena. Yes. Tunaendelea, tunatega kamba kama kawaida. Baada ya kutega kamba, tunavuta na tunakuwa tumekwisha kukata. Msikilizaji, sio lazima uwe na mitambo, sio lazima uwe na umeme, sio lazima uwe na nini, hapana, no. Unaweza ukaanza hivyo ulivyo. Kwa mfano kama hii sabuni, nishati ya umeme haijashiriki kwa namna yoyote kwa sababu tumeyeyusha mafuta kwa kutumia mwanga wa jua. Lakini ukiona jua ni hafifu siku hiyo, unaweza kutumia moto, ukabandika sufuria kubwa, kisha ukaweka dumu ndani ya yale maji ya moto, yale mafuta yanayeyuka na yanakuwa tayari kwa kutumia. Kwa hiyo kwenye ukorogaji nafikiri mliona hata ile video ya siku ya jana, tumekoroga kwa kutumia mti kawaida tunapokezana. Kwa hiyo ujasiriamali msikilizaji ni uthubutu. Sio lazima uwe na mtaji mkubwa, hapana. Unaweza kaanza kidogo kidogo. Kwa pale ulipo msikilizaji, usijichukulie poa, wewe unaweza, wewe ni mshindi. Kwa baada ya hapo msikilizaji, miche yetu hiyo hapo kama inavyoonekana. Sio kama ni milaini kwa sababu tumeikata sasa hivi na donge lilikuwa ni kubwa. Kwa hapo tutoa miche kama 402 katika donge zima. Kwa hapo hii ni sehemu moja hapo ya ile donge. Kwa hiyo tutoa pande kama hizi kwa pande 6 kama hizi. Kutumia moldi kubwa siku ya leo. Kwa hiyo karibu sana. Ukitaka kujifunza msikilizaji, madarasa yetu yapo. Namba za WhatsApp hizo hapo zinaonekana 0783500971. Subscribe, like, unaweza kuniandikia pia maoni yako. Asante sana.